Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aonya kuwapatiana majina ya watu wanaohusika katika sakata za mafuta hapa Kenya. Na mvutano kati ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na naibu wa rais wa sasa Kithure Kindiki waendelea. Maswali yakiendelea kuulizwa ni nani kiongozi na mashuhuri hapa katika mkoa wa Mount Kenya region. Karibu mtazamaji kwenye habari za Expertise 24/7. Imekuwa ni kwa muda sasa, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekuwa akizua gumzo sana baada ya kuwa kitoa onyo tofauti kulingana na masuala tofauti. Kwa kisa cha hivi punde, Ndindi Nyoro ameweza ni kuonya viongozi ambao wanahusika katika sakata ya mafuta na kuweza ni kutoa pesa ambazo zinaongezewa katika mafuta ambazo hazifai. Viongozi ama serikali ikiendelea kuingiza mambo ya kuongezea bei ya mafuta kwa mambo kama ya vita ambazo zinaendelea katika Mashariki ya Kati. Ndindi Nyoro ameweza kuonya iwapo serikali itaongezea mafuta kwa njia yoyote ile, ataweza ni kutoa majina haswa ya watu ambao wanahusika kwa sakata ambazo zinaendelea hapa Kenya za mafuta. Kulingana na Ndindi Nyoro, huu unaendelea ni wakati ambao Wakenya wamekuwa wakiendelea kufinyiliwa na maisha na hali ngumu ya maisha pamoja na ukosefu wa ajira. Wakati huu viongozi wameweza kuendelea kuonekana wakiweza ni kupigia debe miswada tofauti. Waliokuwa serikali wanapigia debe miswada ya affordable housing na mambo kama yale. Mtazamaji, unaonaje wakati huu Ndindi Nyoro ameweza ni kutoa onyo kubwa sana kwa watu ambao wanahusika katika sakata za mafuta, na serikali pia ameweza ni kuipatia onyo. Ndindi Nyoro ambaye ameweza ni kuwa akionekana sana tangu aweze ni kutolewa katika kamati la bajeti, ameweza ni kuwa akiingilia serikali sana. Mafuta kesho ama kesho kutwa, mtajua hamjui. Na ameweza ni kuwa akitoa maneno ambayo watu ambao wako pale katika serikali wamekuwa wakiogopa zaidi. Ndindi Nyoro amekuwa akipewa hata kuna kisa cha hivi punde ambacho tuliweza ni kuona pale katika Kiharu ambapo walikuwa wanafungua ofisi na maafisa wa polisi wakaweza ni kuwa basi wameweza ni kutumwa pale. Unaonaje wakati huu Ndindi Nyoro hayuko katika mlengo wa opposition wa upinzani na hayuko katika serikali? Yeye ako pale katikati na anatoa mambo ambayo inawahusu na inawaguza wa Kenya. Wakati huu vita inaendelea katika Mashariki ya Kati, nchi ya Iran imeweza ni kutoa amri kwa mafuta ambayo yanapitishwa pale katika maziwa hayatapitishwa kabla ya ama kwa kiwango fulani cha pesa kuweza ni kuwa mafuta yale yakiwa yamefikishwa. Kwa hivyo mtazamaji, pia Apple imeweza ni ikitoa habari kwamba kuna uwezekano mkubwa mafuta ikiweza ni kuongezewa, wakisema vita ambayo inaendelea pale Iran, Iraq pamoja na Israel pamoja na Marekani inaweza ikaleta bei ya mafuta kuweza ni kuwa ikipanda. Lakini Ndindi Nyoro aliweza ni kutoa matamshi na akasema mafuta ambayo inatumika kwa sasa na mafuta ambayo itaweza kuendelea kutumika ilikuwa imeingizwa hapa nchini kabla ile vita kuweza ni kuwa ikianzia pale katika mikoa ya Mashariki ya Kati. Wakati huu mtazamaji, ukiendelea na mambo haya yakiendelea, Ndindi Nyoro kuweza ni kuingilia serikali na kuwa akisema ataweza ni kutoboa asili za watu ambao wanahusika katika sakata za kuuza mafuta kwa bei ghali. Vita dhidi ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na naibu wa rais wa sasa Kithure Kindiki inaendelea. Hawa ni viongozi ambao wako pale juu, watu wanawafuata, watu wanasikiliza kila siku. Lakini wakati mwingine maneno ambao hawa viongozi wanatamka ni maneno ambayo hawezi ukaweza ni kusikiza wakati kwa mara ya kwanza na ukaweza ni kusikiza kwa mara ya pili. Kwa nini? Viongozi hawa wanarushiana cheche za maneno, na ni maneno ambayo yana ubinafsi mkubwa. Lakini kwa ule ubinafsi, mamilioni ya watu wanasikiza na wanaangalia huyu kiongozi ambaye tunamchagua ni kiongozi wa aina gani. Huyu kiongozi akienda kuingia kwa mamlaka ataweza ni kutuletea maendeleo. Wakati Kithure Kindiki alikuwa pale kwa mamlaka, alikuwa anaonekana sana kuegemeza mipango ya serikali katika mkoa wa Mount Kenya region
na hiyo ikaleta gumzo sana. Ni mambo moja miongoni mwa mambo ambayo iliweza ni kutuma Arusha katika ya serikali, kwa mambo ambayo iliweza ni kutolewa pale wakati alikuwa na furusho pale katika impeachment, mambo ya ukabila. Ikasemekana huyu kiongozi anaegemea sana pale katika mikoa ya Mount Kenya region, lakini ni kiongozi wa nchi, kwa hivyo anafaa kuwa kiendelea kuangalia mambo ya nchi mzima, ila sio mkoa mmoja. Mtazamaji, haya yanaendelea kwa wakati alipokuwa naibu wa rais wakati ule Rigathi Gachagua hakuwa na wapinzani wengi sana. Mwanzo hakukuwa na mvutano kati ya Rais William Ruto, Rigathi Gachagua na sasa Kithure Kindiki akaingilia pale. Kithure Kindiki alikuwa akionekana mchapakazi sana wakati alikuwa pale katika idara ya usalama. Mwanzo walikuwa wanafurusha majangili hata pale upande wa Baringo, lakini wa leo Kithure Kindiki ameweza ni kuingia katika vuta ni kuvute ya Rigathi Gachagua na mdosi wake wa sasa Rais William Ruto. Kiti cha Rigathi Gachagua kiko motoni. Mwanzo tumeweza ni kuona upinzani pale Oburu Odinga akisema tunataka power, tunataka hichi kiti cha naibu wa rais. Na tukizungumzia yale maneno ya naibu wa rais pamoja na President William Ruto pamoja na upinzani, wakati huu tunaelekea katika uchaguzi wa 2027. Rais William Ruto anaona uwezekano wake katika mikoa tofauti tofauti labda unapungua sana katika mkoa wa Mount Kenya region. Lazima waweze ni kuenda pale Nyanza na kusikiza watu. Mwanzo ile the broad based government imeweza ni kuwa ikileta mshike. Mwanzo the Orange Democratic Party ODM movement iliweza ni kuvunjika, and now today we have Linda Mwananchi and we have Leader Ground. Edwin Sifuna, Babu Owino together with his team ni watu ambao wanaendelea pale kupiga serikali na kupiga the ODM yenye imeweza ni kubaki pale upande ule mwingine wa Oburu Odinga, na wanasema we don't have a party where we have two coalition in one party. Mtazamaji, wakati huu vuta ni kuvute dhidi ya Rigathi Gachagua pamoja na Kithure Kindiki inaendelea. We are heading to 2027. Iwapo Kithure Kindiki ataweza ni kuwasikiza watu wa Mount Kenya kwamba President William Ruto will have to have votes on the second term, then definitely President William Ruto might win the 2027 general elections. But if the people from the mountain, and I'm not speaking this as a matter of kuwa mimi mwenyewe ni mtu wa kutoka mlima, I'm speaking as a political analyst and mambo ambayo tunaangalia pale kama wananchi bado. Mount Kenya region have a very big impact on the votes because ni mkoa ambao uko na watu wengi na ni watu ambao hawaishi tu hapa Mount Kenya, ni watu ambao wanaishi katika mikoa tofauti tofauti, mwanzo katika shughuli za kuweza ni kutafuta riziki. But these people, most of them, they have a lot of votes, and that is the reason uliweza ni kuona President William Ruto hakuwa na option ila kuweza ni kumnominate mtu kutoka Mount Kenya region, and then after nominating mtu ambaye aliweza ni kupiga naye campaign na wakashinda uchaguzi wa 2022, aliweza ni kurushwa nje, and today he is the biggest opposition leader we have in our country Kenya. 2027, mtazamaji, unaweza ukatazama na ukaona it will be very hot. It is not sure, we are not sure about who is going to be the next president of Kenya, because as a matter of fact, Rigathi Gachagua is doing everything he can be able to do to make President William Ruto a one-term president. We have been seeing a lot of mambo ambayo yanatokeza katika mikutano ya Rigathi Gachagua, bahara ambapo yeye mwenyewe anaelekea. Kuna tear gas pale, vita, kuna mambo mengi sana male, miti na katwa, sijui mawe yamemwaga kwa barabara. A lot of dramas in between the meetings of the former deputy president of Kenya, Rigathi Gachagua. Kithure Kindiki is currently in power, and maybe that is the positive side he is currently on. Mwanzo tuliona if you are on the opposite side of the government,
definitely you'll be seeing dust each and every day. Mwanzo para ambapo unaelekea kama hauungi mkono serikali, mtazamaji, unapigwa tear gas, umekamatwa, a lot of dramas, a lot of things then zinakufanyikia pale. The feeling is the grudge between these two people will be decided on 2027. If, and I quote, if the opposition loses the 2027 general elections, then I don't know where Rigathi Gachagua will hide, because the big agenda of the former deputy president of Kenya, Rigathi Gachagua, is to make this kind of government a one-term government. President William Ruto have to prove himself in 2027 together with his mercenaries all over the country that he is able politically to bring a second time without Rigathi Gachagua, because Rigathi Gachagua says he was of big help in 2022 kuweza ni kuleta kula za Mount Kenya Region kwa kikapu cha 2022 cha kuweza ni kumpeleka William Ruto katika mamlaka. Mtazamaji, how do you feel as we head to 2027? Vurugu inaendelea pale, mshike. Ndindi Nyoro ameweza ni kusema kwamba if EPLA and the government wataweza ni kuongezea mafuta, then definitely hata kuwa na option nyingine isipokuwa kuexpose the people involved in oil scandals. And tunajua mtazamaji, wakati mafuta imeongezewa, then each and every item you have to buy in the market lazima uongezewe bei mwanzo kabla iweze ni kutoka pahali ambapo inafanywa manufacturing, ama kama ni chakula tolewa kwa shamba kinapitia katika barabara, and definitely inatumia mafuta. Asante sana kwa muda wako. This is Expertise 24/7, ripoti ambazo nakufahamisha hapa ni ripoti zinavyojiri. Tunachokifanya sisi ni kuweza ni kukuletea well analyzed kind of information na kuweza ni kujulisha kwa kina kitu ambacho kinafanyika from Kenya, East Africa, Africa and even abroad. Mtazamaji, na kuchukua muda sekunde moja kuweza ni kusubscribe hapo unafurahishwa na kazi ambayo tutaifanya hapa Expertise 24/7. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde. See you in the next episode.